Naam, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Waziri wa Fedha John Mbadi amesema kuwa Wakenya wataanza kuhisi manufaa ya ukuaji endelevu mara tu uchumi utakapokuwa kwa zaidi ya 7% kwa mwaka. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mwaka huu ya hali ya kiuchumi nchini na ile ya uchanganuzi wa hali ya kifedha nchini, Mbadi alisema kuwa kuimarisha ukuaji katika sekta kuu, hasa utengenezaji bidhaa na ujenzi, kutawezesha nchi hii kubuni nafasi za ajira na kuimarisha mapato kwa wananchi. Kwa hizi na habari nyingine, huu hapa ni mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Ripoti ya hali ya kiuchumi nchini iliyotolewa na taasisi ya utafiti na uchanganuzi wa sera za umma nchini KIPRA inaashiria kwamba idadi ya nafasi za ajira zinazobuniwa inaendelea kuongezeka, huku sekta ya kilimo ikiwa mwajiri mkuu. Hata hivyo, ripoti hiyo pia inaonyesha haja ya kuainisha ujuzi na fursa bora za ajira. The 2025 Kenya Economic Report is deemed creating decent jobs for prosperity. It comes at a time when the country is consolidating economic recovery, bolstering macroeconomic stability and ensuring growth translates into inclusive opportunities for our youthful population. As highlighted in the report and operated by the ED of KIPRA and ED KNPS, job creation has largely occurred in the informal sector, underscoring the need for deliberate policy interventions to improve job quality, productivity and income security. Wakati huo kampuni ya Safaricom imeorodhesha rasmi hati yake ya dhamana ya shilingi bilioni 20 katika soko la hisa la Nairobi, hali inayodhihirisha ongezeko la mahitaji ya ufadhili endelevu. Afisa mkuu wa masuala ya kifedha katika kampuni ya Safaricom, Dilip Pal, aliitaja hati hiyo kuwa sehemu ya mpango mkubwa wa mabadiliko kuhusu jinsi kampuni hiyo inavyofadhili shughuli zake, huku masoko ya mtaji yakiwa chanzo endelevu cha ufadhili wa kudumu pamoja na mbinu za awali za ufadhili. For our first issuance under this program, what mattered most, as always, is the purpose. We deliberately choose, as I mentioned, with a green bond because it speaks directly to who we are as Safaricom and the future we are helping to build. Na hatimaye kampuni ya kimataifa ya kiteknolojia ya Montan imezindua rasmi shughuli zake barani Afrika, huku jiji la Nairobi likiwa makao yake makuu. Afisa mkuu wa kampuni ya Montan, Alexandra Eska, amesema kuwa afisi hiyo ya Nairobi itakuwa kitovu cha mahusiano na wateja na ubunifu kote katika sekta ya fedha inayobadilika kwa haraka barani Afrika.